watu wanapotea sana, na hatujui sasa nani anayefuata kwenye kupotea. Unaweza kunyamaza, kumbe unafuata wewe. Na nikasema kwa ufupi kwamba nashauri mambo kadha wa kadha. Kwanza ndio shauri ni kwamba viongozi wa vyombo vya dola, kwa maana ya mkuu wa jeshi la polisi na wasaidizi wake wote walio chini yake, mkuu wa idara ya usalama na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la wananchi kwa maana ya TPDF, CDF na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la magereza na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la uhamiaji na walio chini yake wote. Nikasema kwamba hawa kimsingi huwa wanateuliwa na Mheshimiwa Rais au na taasisi ya rais. Na nini kimetokea? Hawa watekaji wanateka watu, hawapatikani. Nakuta mama analia, baba analia, familia inalia, nchi inaomboleza kwa sababu ya watu kuwa wanatekwa, wengine hawajapatikana mpaka leo. Nikatoa orodha ya watu 83 ambao wengine wametekwa hawapatikani kabisa, wengine wametekwa wakapatikana, wengine hawajulikani. Kwa kati ya hao kuna watu ambao wametekwa hawapatikani, na kati ya hao kuna missing persons ambao hawajulikani wamekwenda wapi. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini, wanateka mwananchi wa kawaida. Juzi tu mmeona kiongozi wetu Padri Father na Padri Kitima ambaye pia ni katibu wetu wa teki, alivamiwa na watu, akapigwa, akaumizwa, na wale watu walikuwa na nia ya kumuua kabisa, akasurvive. Katekista wetu mwingine kule na yeye kavamiwa, na yeye kapigwa, kaburuzwa. Muda usingetosha kuleta mtu mmoja anaitwa Mdude kule Mbeya, watu wameingia nyumbani kwake, wamevunja mlango, wamemburuta, wameondoka naye, hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini. Unapochukua shehe, unamchukua nyumbani kwake, anakwenda anaokotwa ameuawa. Hatujui nani atakayeuawa baadaye. Nataka nisisitize, Chama cha Mapinduzi ambacho wahasisi wake ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Abeid Aman Karume, chama hicho hakikubali utekaji. Hakikubali utekaji. Na CCM sisi si watekaji, na anayeteka watu anateka kwa nia yake yeye mwenyewe. Mmenisikia ndugu zangu? Mpaka leo mimi ni mwanachama wa CCM ambaye hataki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji na watu kupotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Sasa yeyote anayenipinga mimi, ninyi mtajua maana yake. Leo kwa nini hatuoni kilio cha hawa watu wanyonge, wenye dhiki, wenye tabu, wenye matatizo, waliochoka? Mimi nitalisimamia mpaka mwisho. Nitalisimamia na kuhakikisha utekaji umehama katika nchi. Narudia tena, CCM sio watekaji na sio chama chenye sera ya kuteka watu. Kama kuna mtu anateka yeye mwenyewe, sio kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, ni kwa maslahi yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo kwenye hili swala sitayumba, sitabadilika, sitapunguza msimamo, tasimama nalo mpaka kuhakikisha kila aliyetekwa amejulikana, amekwenda wapi, anafanya nini. Na wale missing persons, kuna wengine wanaitwa missing persons ambao wenyewe hawajulikani wako wapi, lazima tuhakikishe na wao wanapatikana. CCM haina sera ya utekaji. Mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa. Utekaji, kupotea kwa watu, sio wazo la CCM.
na CCM haipotezi watu. Tupige makombola mpaka anayeteka watu atokee hadharani. Si tupige makombola. Na wana CCM, ndugu zangu, mnielewe, napenda chama chetu, nitaendelea kukipenda, lakini utekaji na kupotea kwa watu kunaofanywa na vikundi visivyojulikana, hiyo ni leo, kesho kutwa na hata milele. Nitakataa kwa jina la Yesu. Nimeyasema hayo kwa sababu sasa nimezungumzwa Tanzania nzima, na ni muhimu sana kama kiongozi wako kuzungumza Tanzania nzima. Na mimi ni mtu mwenye staha, nimetengenezwa, nimeumbwa na staha, ninaheshimu, siwezi kuaibisha mtu. Lakini sasa nitakapoita presi inayofuata, kama watekaji wananifuatafata, nitaanika vitu hewani, moshi utatoka, hautaweza kufumbua macho yako. Narudia tena, ikiwa utaendelea kung'ang'ania, kwa sababu ni rahisi kusema kwamba, ilikuwa rahisi tu kwamba na sisi tunakataa watu kutekwa, na ushauri aliyoutoa askofu tunaukubali au tunaukataa. Nikamwona ponjoro mmoja wa hapo Kinondoni, ambaye kazi yake ni kuchezesha kamari, ambaye hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapendi mambo ya kamari. Na yeye eti anaongea, anasema Gwajima anasema mtoto wa watu. Mimi nimetaja watoto wa wote. Nimetaja mtoto wangu Jordan, nimetaja mtoto wa Majaliwa, nimetaja mtoto wa Samia Suluhu Hassan, nimetaja mtoto wa watoto wa watu wengi. Eti yeye anaumwa na mtoto mmoja tu. Eti yeye ni mtoto mmoja tu. Sasa nisikilize, ponjoro wa Kinondoni, nikikuamkia wewe utabaki vipande, kwa maana ya nikikusemesha Kinondoni yote itakukataa na utanuka kinyesi. Tulia, kaa kwa kutulia. Hapa unaongea na jasusi la mbinguni. Kwa sababu mimi si nimekataa utekaji tu. Mimi nimesema Watanzania wasifanye nini? Wasitekwe. Basi. Na kama mtu asingenijibu, mimi nisingesema haya. Mimi kwa kadiri unavyonichokoza ndivyo ambavyo jitu linaamka ndani yangu. Na Chama cha Mapinduzi, Gwajima ni hazina yenu. Gwajima ni hazina yenu ya CCM. Mnaye mtu ambaye hamjamjua bado. Narudia tena, you have a person that you don't understand yet. Hamjamjua bado. Mtu mliye naye ni mtumishi wa Mungu wa wote, na anatakiwa afanye mapenzi ya Mungu kwa wote. Na saa imetimia. Naam, atukuzwe mwana wa Adamu. Tumpigie Yesu makofi makubwa kabisa. Natetea Waislamu waliotekwa, natetea Wakristo waliotekwa, natetea padiri aliyeumizwa, natetea wale ambao hawajaonekana, bila kujali chama. Kwa sababu mtu kama amekosea, si akamatwe apelekwe mahakamani? Mtu kama amekosea, si kuna taratibu za aliyekosea? Ndio maana nasema si vyombo vya dola, kwa sababu vyombo vya dola kazi yake ni kuarrest. Vyombo vya dola haviteki, polisi hawateki, idara ya usalama wa taifa hawateki, jeshi la wananchi hawateki, uhamiaji hawateki, magereza hawateki. Bila shaka kunaweza kuwa, mwambie mwenzao, kunaweza kuwa na kakikundi fulani ambako haka ndio nakatumia message kwamba kila silaha utakayofanya haitafanikiwa.
fanikiwa juu ya taifa la Tanzania katika jina la Yesu.